Salamu alaikum. Naingia ndani, nikitoka watakuwepo mbele, nitaonyesha shengesha langu lilivyo. Wapuzi wakubwa nyewe. Vipi kijana? Naona unanifuatilia kwa muda mrefu. Bila shaka wewe utakuwa ni mwizi. Je, unahisi unaweza kuniibia? Sikia shi, kama vipi pita hivi. Sije nikaondoka na kibagashia hicho kanisomea albadili. Hivi unajua naopitia kwenye maisha. Sio kila anayekaba anapenda shi. Nakuelewa. Ila vipi huyo unayetaka kumuibia? Kama hiyo pesa unayetaka kumuibia anakwenda kuitumia kuokoa maisha ya mama yake. Vipi kama anaenda kulipa ada ili mtoto wake asome? Vipi kama anaenda kusaidia yatima? Sikiliza kijana, kidogo cha halali ni bora kuliko kingi lakini cha haramu. Mariamu! We Mariamu! Awe dada. Unafanya nini? Nataka nivioshe viatu. Uko wapi mama yangu? Uko wapi mama yangu? Mbele yake umetangulia, majuzi umeniachia, mateso nayopitia kwa kweli ninaumia, matusi yanipatia. Vyombo hivi hapa, nguo hizi hapa. Naenda huko, nikirudi nikute vyombo visafi, nguo zangu safi. Umenielewa? Ndio. Nadhani umenielewa, si ndio hivyo? Sio nakuja ujambazi lako Duli, akija hapa unaweza kumwambia sijui dada akafanya hivi, sijui dada akafanya hivi, mwanzo na mwisho leo. Umenisikia eh? Ndio. Yaani na mwenzako Duli huyo nyinyi. Yaani nilivyokuwa siwapendi nyinyi. Kitakugharimu maisha yako yote. Washe, hujui maisha anayopitia mimi na ndugu zangu. Wewe kama vipi pita hivi? Maana naona kama vile unanichanganya. Mimi naenda, ila yaweke akilini hayo ambayo nimekuambia. Yaani siwapende na nachukia, yaani najuta ni kwa sababu nimezaliwa na nyinyi mimi. Yaani mimi najuta eh? Yaani mamangu anataka hata angeza kuchepuka hata na mzungu jamani. Ningezaliwa huko mimi Ulaya kuliko kuzaliwa na nyinyi. Yaani angalia wewe na Duli mlivyofanana. Wewe na Duli mmefanana ndio maana mpaka tabia mmelisi kule kule. Yaani mpaka nachoka mimi kuwaona nyinyi jamani. Kila siku sura zenu mundani. Yaani siwapendi nyinyi. Yaani mlikuwa mmefanana mpaka sura mpaka rangi zote mnafanana na nyinyi. Lakini mbona msifanani na nyinyi? Mimi sipendi bwana. Nyinyi sio mkoje nyinyi. Bia niingie ndani, nikitoka huko nisikukute hapo. Kama madumu hayo hayana maji, uchukue hayo madumu ukatote maji. Umenielewa? Yaani nachoka mwenzenu. Naingia ndani huko. Na kwa kichongo naenda kuchukua. Nikitoka hapa, naomba hapo nisikukute. Nikukute hapo unaosha vyombo au unafua nguo zangu. Umenisikia? Nimekusikia. Sio nimekusikia. Naingia ndani afu nimekusikia kwa kufuta. Mama yangu, uko wapi mama yangu? Mbele yake umetangulia, majuzi umeniachia.
Sabda. Abe mama. Njoo mara moja. Aya, nakuja. Huyu mwenzako yuko wapi? Hayupo, ametoka. Ameenda wapi? Ameenda kwa Mariamu. Kwa Mariamu tena kufanya nini asubuhi asubuhi? Amesema kuna kitu anaenda kuchukua. Sasa nisikilize mwanangu, nina mazungumzo na wewe. Ipo hivi, nyie mnaona mnajua kila kitu, tena mnafikia wakati mnadharau maneno yangu, eti kisa mmekuwa mnajiona mnajua kila kitu, si ndio? Hapana. Nisikilize mwanangu kwa makini. Dunia ya sasa ina mambo mengi, ina vishawishi vingi. Usipokuwa makini, unachokitafuta utakipata. Yaani nakwambia shoga yangu tunaenda kumdai vizuri hela zetu. Yaani anajifanya yule mbabaishi Yaani yule mbabaishi kweli. Yaani mimi hapa naenda na hela. Nakwambia elewa. Yaani unashindwa. Mbona kalijua jiju leo? Yaani unashindwa. Shoga tukwenda katuchambua. Yaani nakwambia leo. Yaani shengesha yangu mimi hela unapata na hapa yaani hela lazima uchukue. Yaani udugu nakwambia siku yetu umemchema nakwambia hela yako. Nie tena ndo mmefuata leo na leo tena? Hapana udugu, sisi tumekuja kukusalimia tu. Aya, karibuni. Asante. Karibuni. Asante. Asante udugu wangu, ile siku yetu tumekuja nakwambia udugu. Siku hata ni ya ile. Sina tani ya kuda. Si unajua mimi tena mimi na wewe. Yaani yule mwenzangu kanitoa kule na kule. Twende. Nikaja mpaka hapa tukaja kukudai, lakini sikuwa na ile kabisa. Yani udugu wangu, najua mimi na wewe tena mbona shoga yangu ndo hayo, lakini sikuwa na nia ya kudai wala kufanya chochote. Si unajua mimi na wewe hivi yangu ndo hayo udugu. Mimi naondoka, nimekuja tu kusalimia jua yako. Haya, karibuni. Haya, asante udugu tena. Iya leo kale. Kweli yule babu noma. Mariamu, shida nini? Sio dada. Yaani katoka hapa, kaenda kwa mashoga zake, si kupiga story, si kwenye vikoba. Ona mivyombo alioniachia. Ona mimoi alioniachia. Vyote kaniachia nifanye peke yangu. Wao dada anatuchukuliaje? Kwa hivyo vyombo vyote ushewe. Asikia hivyo vyombo viache hapo, umesikia atakuja kuviosha mwenyewe. Sasa ajifanya anajua kuzurura. Wewe vyombo viache hapo, afa akija kuongelesha wewe mwambie aje kusema nini. Na mkumbuke umri mlio nao ni hatari sana. Kuna vishawishi vingi. Unakuta binti kama wewe umri wako huo mdogo, unakuta ameshapata ujauzito, wengine wana watoto. Kuto kusikiliza yale maadili ya dini na pia wazazi wanaowaambia wanashindwa kuyatekeleza. Yote yanasababisha. Kwa hiyo mwanangu, naomba usikilize ambacho ninachokuelekeza. Tunaelewana vizuri? Ndio mama. Lakini mama, na sisi nataka tuwe huru kama mwenzetu Nasma. Anavaa vizuri, anasuka vizuri, mambo yake yanamwendea safi kabisa, na wala mama yake hawezi kumgombeza kwa lolote. We, koma tena, ishia hapo hapo. Maneno gani unayazungumza hayo? Unajifanya umekuwa, si ndio? Hapana. Aya, maneno gani unanitamkia mimi mama yako?
Huyo Nasma amewafanya nini? Kwanza mtoto wenyewe nina wasiwasi naye, anaonekana mwanga. Hey mama, lakini wewe umejoje kama mwanga? Achana na hayo. Chukua ndoo nenda kachote maji. Sawa mama. Yaani unapoongea hivyo utasema umjui dada. Hivyo dada si unamjua vizuri anapoongea. Akija hapa atabwata. Tuonekane watu wabaya. Kwanza umekula? Hapana, sijala. Shika hiyo. Nipatia wasema ngona pia dada yangu. Mateso nayopitia kwa kweli ninaumia, matusi yanipatia na masemango nayo pia dada yangu. Kwani dada tumemkosea nini sisi mpaka anaamua kutufanyia haya yote? Ina maana kosa ni kuzaliwa na yeye tumbo moja au kosa ni nini? Natamani hata wazazi huko walipo watusikie, sio kwa mateso tunayopitia hapa. Uko wapi mama yangu? Uko wapi? Kuna vitu vilikuwa vinanibana shule yangu. Sawa, mambo yanaendaje? Safi kabisa. Niambie udugu. Tuachane na hayo kabla ya yote. Vipi shemeji? Wewe tena. Dogo. Wamtaka shemeji yako yupo? Shemeji yako yuko poa, mzima kabisa. Japo kuna mambo hapa nyuma yametokea kidogo. Mimi na shemeji yako kwa sasa hatuko sawa kidogo. Shemeji yako anakela. Yaani sijui hata nikuelekezaje, lakini shemeji yako ni mtu ambaye sasa hivi amebadilika sana. Kuna muda anaanza kama itakuwa ananichiti, sababu yuko tofauti kabisa na hapo nyuma. Sasa hivi amebadilika, hata simuelewi. Acha tu. Yaani kwa sasa hivi sehemu tuliofikia, wallahi mimi hata nikipewa talaka ya mlangoni nakubali. Wewe anakela. Yaani kesho hili, kesho kuta nyingine. Kuna muda anaanza kama itakuwa ananichiti, sababu yuko tofauti kabisa na hapo nyuma. Sasa hivi amebadilika, hata simuelewi. Usiniambie shogangu, maana hadi naogopa sasa. Kama ndo mlipofikia ndo huko. Sijui nifanyaje. Haeleweki, ana mambo mengi. Unaweza ukasema ni kijana wa miaka 18 ambaye ndo anabalee sasa. Kwanza, sasa hivi hata akienda kazini, anaweza akaenda kazini siku 2 zinapita mtu hajarudi nyumbani. Akirudi nyumbani anakuwa mkali, yani kitu sio kitu. Anaanza kugomba, kufoka. Muda mwingine anajinunisha bila sababu. Anaweza karudi nyumbani kama hivyo, unamwomba hela matumizi, anakwambia sina hela. Yaani anafoka, anagomba kitu kidogo. Mtu nimemwomba hela matumizi, ni wajibu wake kufanya, lakini atakapofoka, atakapogomba, sina ufanye biashara, sio ufanye hivyo, unashindwa nini? Ndio maana nimekwambia sasa hivi kabadilika. Yaani sasa hivi kabadilika, yaani kuna muda naona kabisa tu sio bure. Yaani shoga yangu, usipokuwa makini. Maana sasa hivi wanaume za watu wanaibiwa sio poa. Maana ni sasa hivi asubuhi, mchana, jioni, yaani wanawake waliokuwa kwenye ndoa, kila mtu analia mume wake ameibiwa. Yaani wanaibiwa wanawake waliokuwa kwenye ndoa zao mjini. Wewe sio wa kwanza shoga. Eti wewe kisa tu leo, yaani umeonyesha tu vibweka kidogo, akili yote inaenda resi hatari. Yaani na mambo yao ungeniambia tangia mapema shoga yangu yuko hapa tushamuweka.
katulia kama hiyo moja. Wewe unalia, wewe ndo wa kwanza shoga yangu. Yaani sema tena wewe, yaani sema tu wewe. Yaani usijui nikwambie ukimya, sijui ndo sasa hivi, yaani sasa hivi umenikataa, hata sikuelewi shoga yangu. Yaani mambo yake yanaashiria kabisa kuwa huyu sio bure. Kuna mtu ambaye sasa hivi hata akiongea naye, hata kwenye simu, hata kichete naye anafurahia, lakini sio mimi. Ila sijui ni nani, sijui inaanzia wapi. Sijui hata nikwambiaje shoga yangu. Ila yaani tuseme amefika hapa, nitayamaliza mimi. Au uniamini? Nakuamini udugu. Si unamtaka ujue huyo, yaani anayekufanya ulali, si ndio? Namtaka. Basi yameisha, niachie mimi. Mimi nitasemaje? Mimi nipo tayari. Shoga yangu, usiku kama unavyoona, ngoja mimi niondoke na mimi nikapate. Au unasemaje? Wewe tena ukija kwangu ukaa kidogo tu jamani, unaondoka. Tuishie hapo hapo, janifuata kule nyumbani, nimejileta mwenyewe hapa. Mimi ngoja niondoke niinuke zangu. Mimi inasikitisha, inahuzunisha, kila kukicha waombeana vikoba, kila kukicha waombeana vikoba, au wake za watu, au dada za watu, kila kukicha waombeana vikoba, kila kukicha inasikitisha. Shogangu bwana, nilipokuona Niambie ndugu wangu. Yaani mwenzako hapa nilipo, yaani kolomeo langu limejaa linafurumia hatari. Kwa haya yalonikuta shogangu. Niambie shogangu. Kwanza nikuulize shogangu, kaba unalo? Friji langu linagandisha na kompesa yangu nzima. Sio uniambie kaba unalo, mwisho wa siku nikwambie ni ya kutemtani. Nikisikia wewe, kwa sababu hakuna niliyemwambia, ndo wa kwanza wewe. Shogangu mwenzio wala madeni sio wamekuja juzi. Wamekiwasha dada. Wamekiwasha mtaani. Wamenijazia nzi, watu kibao. Hapa nilipo, yani walivyotoka tu, nikasema hawa siwaachi hawa. Kwa mganga shogangu. Nimefika kwa mganga, kanipa dawa. Yani narudi nyumbani ile namaliza tu kuoga. Hawa hapa tena shafika. Ile wanafika tu, yani tu kuvuka wanifuate mimi sasa jua nivae. Washasahau kila kitu, yani hata sijui nisemeje. Kwa hiyo vurumaila siku hiyo lote ji. Shogangu, mganga wako wapatikana wapi? Hapa hapa mtaani shogangu. Yaani tu kuna jambo lako nitafute. Mambo poa. Mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Za siku nyingi. Nzuri. Huonekani siku hizi rafiki yangu. Mimi mbona nipo? Upo wapi wakati hata sikuonage? Au dada yako kuzuia kutoka? Hawezi kunizuia. Mbona umepoa hivyo? Una shida gani? Sina shida, mimi niko sawa tu. Kama ningekuwa na shida ningekwambia. Sina nijua mimi. Bana, niambie kama una changamoto yoyote, tujue tunasolve vipi. Au dada yako kuna vitu maybe amekukera? Kweli? Dada yako maybe kuna kitu chochote amekufanyia? Hapana. Niambie na wewe, au Duli kafanya tukio huko? Maana yule ana dogo. Si mmoja, mimi tushafika pale. Nikiwa na shoga yangu nipeleke. Hata usijali shoga yangu, ni swala la muda mbona. Kwa hiyo unaenda? Shoga yangu naenda hapo. Nataka nikakope shoga yangu. Unajua mimi na madeni tena mapacha kabisa. Wewe naye punguza madeni ndugu wangu, atakuja kukuua. Angalia kwanza ulivyokonda hivyo. Sasa shoga yangu, bila madeni mimi naishije? Shemeji yako kama unavyomjua nyumbani,
asikii la mwadhini wala la mnadi swala, hana anachosikia. Akizipata yeye zake huko kwa mapiskali, mimi nilozeeka nilochuna nani na kula nini na watoto shoga yangu. Hiyo ndio hivyo, wanawake bila kukopa hatujakamilika. Shoga yangu, basi Mungu niende zangu huko nikaangalia harakati zangu. Haya poa, baadaye na mimi sibenzi hapo kwa Mangi kwanza. Haya poa. Haya mwaya, salimia shemeji. Haya. Kila kukicha waombeana vikoba. Kakangu mimi hawezi bwana. Sasa una shida gani? Mbona nichanganya? Yaani unajua uso wako unaonyesha kabisa uko sawa wewe. Kweli kama kuna kitu ningekuwa nimefanywa ningekwambia. Sawa, na huko unaenda wapi? Niko naenda dukani. Unaenda dukani? Haya sawa mwaya. Haya bye. Haya poa. Anaonekana yuko sawa, sijui ana shida gani. Ila nitajua tu ana changamoto gani. Karibu mkombozi wetu, karibu mtetezi wetu, karibu mkombozi wetu, karibu mtetezi wetu, karibu mkombozi wetu, karibu